Hello Mtanzania, Alphonce Mwenga ndio jina langu. Alphanga Black ni jina linalokutana hapa kwenye ukurasa hapa mtandaoni, Instagram, Facebook, TikTok. Leo nataka niongee na wewe katika namna ya utulivu na usikivu. Taifa la Tanzania linatutegemea mimi na wewe katika kulijenga, kulinda amani, kulipa heshima na kuliheshimisha ndani na nje ya mipaka. Linatutegemea mimi na wewe. Ndugu Mtanzania, kazi inaendelea na kila mtu anaendelea na majukumu yake, lakini siasa pia zinaendelea. Ni wakati wa Watanzania kuchuja sera, mikakati na mipango ya viongozi wetu wa kisiasa. Wawapo majukwaani, wawapo katika harakati zao za kisiasa. Lazima tupime, tutafakari wanachoongea. Nini faida kwa taifa? Nini madhara kwa taifa? Nini dhamira yao? Je, wanaongea kwa maslahi ya nani? Lazima tutafakari. Tumeona ziara ya Mheshimiwa Rais ndani na nje, tukiwa na dhamira yake ya dhati ya kutatua matatizo ya Watanzania, kuwaletea Watanzania maendeleo. Tumeona ziara ya Mheshimiwa Rais, ameenda Urusi, amerudi, ametueleza tija na haja ambazo zitawasaidia Watanzania wenye dhamira ya kusonga mbele katika teknolojia, katika vitu mbalimbali. Lakini tumeona ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, akizunguka huku na kule kutatua matatizo ya Watanzania. Nataka nikwambie, ziara ya waziri mkuu inafuatiliwa kuliko unavyofikiria wewe. Kwa sababu gani? Anatatua matatizo ya Watanzania. Tumeona dhamira ya waziri mkuu ni kuwaunganisha Watanzania katika umoja, amani na upendo kama taifa. Lakini tunakuja kwenye vyama vya siasa. Tumeona viongozi wa kisiasa wakifanya ziara pia. Narudia, ni muda wa kila Mtanzania kuwasikiliza, kuchambua nini faida wanachokiongea, nini hasara wanachokiongea. Maana siku zote nguruwe hujikaanga kwa mafuta yake mwenyewe. Usiangae kuongeza ya alizeti. Nguruwe hujikaanga kwa mafuta yake mwenyewe. Tumemwona katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu Kenani Raba ni kiongozi, akihangaika huku na kule, lakini tukiangalia matamshi yake ya kutujenga Watanzania, akifuatilia utekelezaji wa miradi, kwa sababu yeye ndio mwenye ilani Chama cha Mapinduzi, akizunguka kuunganisha Watanzania, akihubiri amani, umoja na mshikamano, kuunganishwa kama taifa. Tumeona ziara yake na yanaendelea, tunaona. Lakini tumeona ziara ya Ali Hapi, katibu wa wazazi wa Chama cha Mapinduzi, na yeye tumeona vile vile dhamira yake ni kuwarudisha Watanzania kuwa pamoja, kuponya mioyo ya Watanzania, kusimamia utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi, maana wao ndio wenye ilani. Tumeona ziara zao, lakini tumefuatilia baadhi ya mikutano ya vyama vingine vya upinzani. Tumemwona juzi Ado, Mheshimiwa mbunge Ado, anasema yeye ni Watanzania, si ndio walitumwa jimboni kwake, kwamba anasema Watanzania ndani ya hii miaka mitano mashujaa wake yeye ni Mange Kimambi na Maria Sarungi. Kweli Watanzania, hii ni ajenda ambayo tunaitaka sisi? Hawa ni watu ambao ukiongea unatonesha madonda ya Watanzania, unatonesha mioyo ya Watanzania. Sauti zao, kelele zao limetaka kulivunja taifa, kelele zao limetaka kuliparaganyisha taifa. Watoto wetu wameumia kwa sababu ya sauti zao, watoto wetu wamepata tabu, wazazi wetu na sisi wenyewe. Taifa limeingia kwenye mtihani mzito kwa sababu ya hao watu wanaonunulika. Na wewe kiongozi wa muhimili wa bunge unatoka kusifia watu hawa? Okay, tumeona ziara za viongozi mbalimbali wa Chadema, lakini tuone dhamira zao ni nini. Maandamano kitanuka, maandamano nchi nzima, maandamano hivi. Nataka nikuulize Mtanzania, maandamano yapi yalishamjengea nyumba Mtanzania? Maandamano yapi yalishamletea maji Mtanzania? Maandamano yapi yalimsaidia mtoto wa maskini aliyekosa ada pale chuoni? Maandamano yakamlipia. Nataka uniambie, maandamano aliwe kujenga hospitali ipi na kununua vifaa tiba ipi? Maandamano inamsaidiaje mjasiriamali pale Kariakoo? Maandamano yanamsaidiaje bodaboda kiuchumi? Maandamano yatakusaidiaje wewe kiuchumi? Zaidi ya kupoteza fursa, taifa letu liingie kwenye, ndio wanahubiri hawa. Narudia kusema, acha nguruwe ajikaange kwa mafuta yake mwenyewe.
Siku moja Heche alisema, watu wakasema wameteleza, kwamba serikali yetu sasa ikae pembeni, tuwape wazungu taifa watuongoze. Lakini juzi tena amerudia katika moja ya ziara yake, anawaambia Watanzania, mmeona serikali ya Ulaya ilichosema, mmeona Marekani inachofanya. Kweli hawa wanataka tuwape nchi? Hawa wataongoza nchi au wataongoza kwa mashindikizo na matakwa ya wanaowatuma? Mwanzo nilisema kila mtu ana bwana wake namtumikia, na hawa ndio maana wanahubiri kuhusu mabwana zao wanaowatumikia. Watanzania tufuatilie maneno yao, tusishabikie, tuyapime. Hawa wana hoja gani na taifa letu? Tupime. Kwa hiyo waziri mkuu bado anaendelea na ziara yake huko, viongozi wa CCM na Chadema wanaendelea. Mtanzania una kila sababu ya kupima hoja, haja na tija wanaoyaongea hawa watu. Tusishangilie tu, tupime. Akikosea tumwambie wewe umekosea. Kama mimi nasema Heche unakosea, hili ni taifa huru lenye katiba yake, lenye misingi yake, ni taifa huru. Hatuwezi kuingiliwa maamuzi yetu na watu wa nje. Sisi tutaamua kama taifa, na maridhiano ndiyo wimbo wa taifa. Asanteni sana.